Mimi nikopo na vango za kiume na nikopo yani siamini kama mimi walisi yangu ni mtoto wa kike. Na mimi kweli basi aliponifuata sikumkatalia kwa sababu mwenyewe sikuwahi kujihusisha mahusiano na mwanaume yoyote. Mwanaume yoyote yule sikuwahi kuwa na mahusiano naye. Yaani huyu ndo wa kwanza na huyu ndo wa mwisho. Yaani huyu ndo mwanaume wangu wa kwanza ambaye alonitoa mimi bikra. Kila mtu ana comment ambacho anachojua yeye kwamba hivi sijui nini. Lakini mimi ndo najua wanaume wa huyu. Yaani ndo najua ipoje na najua thamani yake na mimi ndo ananiridhisha. Kwa hiyo yale mambo ya nyuma ambayo tuliamua kuyaacha basi tuyaache kweli ya basi. Sawa mume wangu. Mimi nampenda sana Abasi, ndo babangu, baba wa watoto wangu yani ambaye nambebea kijacho chake tumboni. Usikae ukaamini eti kwamba eti ulishoga ndo mtoto wa kike, tumboni ni mwanaume, hicho kitu hakipo. Yani mwanaume ni mwanaume na mwanamke ni mwanamke tu. Bi Leila mwenyewe hapo. Ilikuwaje kwako? Sawa ulikuwa unapigwa za kitomboy, tumesikia mama alikuwa anakufunda kweli kweli. Ilikuwaje kwako rahisi kukubali kuishi na mwanaume ambaye kwa nje anavaa nguo za kike, mawigi, makeup, uwanja? Ilikuwaje? Yani nini ambacho kilikufanya uendelee kuishi naye? Yani kilichonifanya mimi niishi na huyo, cha kwanza kabisa kama awali hapo alivyoongea mpaka jinsi ambavyo alivyoniona, alivyonipata. Kwa sababu mimi nikopo na vango za kiume na nikopo yani siamini kama mimi walisi yangu ni mtoto wa kike. Kwa sababu niko nacheza mpira. Kwa mtu unajua tena mtu ucheza mpira, kila mtu yupo ambavyo anapojiweka yeye. Kwa mimi nikopo nimejiweka kama mimi mwanaume vipi. Lakini wewe aliponifuata, huyu ni mtoto wa kiume tu. Ushanielewa? Uwezi jua wewe kafikiria nini kwenye moyo wake au vipi mpaka kanifuata mimi. Na mimi kweli basi aliponifuata sikumkatalia kwa sababu mwenyewe sikuwahi kujihusisha mahusiano na mwanaume yoyote. Mwanaume yoyote yule sikuwahi kuwa na mahusiano naye. Yaani huyu ndo wa kwanza na huyu ndo wa mwisho. Ushanielewa? Kweli mimi nipo na huyu mwenyewe kwanza alipopata mimi ni vango za kike. Kwa sababu anaona nikivango za kike sijui nitatongozwa, nitaibiwa. Basi mimi nikapona vatu nguo za kiume hivyo hivyo mpaka hiyo mwezi wa 9 hivyo ambapo waliponicheza ngoma nikawa naendelea kuvaa nguo zangu tu za kiume hivyo hivyo. Na vango za kiume watu ndio wanaongea kwamba mimi ndo mwanaume, huyu mwanamke Abasi mwanamke, mimi ndo mwanaume. Kweli haki yao kuongea kutokana na sisi ambavyo tulivyokuwa tunajiweka na kutojitambua. Ushanielewa? Kweli tumekaa tumeishi kama hivyo. Mama mimi namuita mama kamshauri kwani msifunge ndoa. Kweli yani ndio tumetangaza tu siku 2. Ina maana ndio tumetangaza Ijumaa na Jumamosi. Jumapili ndoa imepita kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ushaona? Kilichonifanya nimkubali huyu, mimi sikuwahi kukutana na mwanaume yote. Yani huyu ndo mwanaume wangu wa kwanza ambaye alonitoa mimi bikra. Yani huyu ndo wa kwanza. Japokuwa watu wanasema sijui vipi, lakini kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Nampenda Abasi na nitazidi kumpenda. Kwa sababu ukiangalia maisha nyuma sikuwahi kuwa na mwanaume. Alafu Mwenyezi Mungu kaniletea mtu kama huyu. Sasa mimi sipompenda atapendwa na nani? Au mimi siponipenda mimi nitapendwa na nani? Kikubwa tu kubadilika na mshukuru Mwenyezi Mungu ametufungua akili zetu mapema, tumejitambua na mpaka sasa hivi tena sitaki tena kuvaa nguo za kiume na huyu tena hawezi tena kurudia kufanya mambo ambayo ya kijinga ambayo tulikuwa tunafanya zamani. Nimetambua thamani yangu mimi mtoto wa kike na niwe mfano wa kuwaelimisha wengine. Mtu kucheza mpira kufanyaje haimaanishi kwamba ni mtoto wa kiume. Mtu inabidi utambue uhalisia wako. Kama mtoto wa kike utabaki tu kwa mtoto wa kike, mtoto wa kiume utabaki kuwa mtoto wa kiume. Ila mimi basi nampenda kwa sababu ndo mwanaume wangu wa kwanza kuwa naye. Sawa. Kwa wewe mpaka sasa hivi Bi Leila, ukiangalia mabadiliko ya Abasi toka mmekutana mpaka leo hii unayaonaje? Yaani kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kila siku niko naomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu tuondolee marafiki wabaya na utubadilishe sisi. Sababu tunahitaji kuwa na familia, tunahitaji kuwa na watoto. Yaani nafurahi najisikia vizuri. Yaani kabadilika kwa kiasi kikubwa. Wewe fikiria mtu kutoka kwenye kuvaa madera ya kike mtoto wa kiume. Mpaka sasa hivi basi ukimwekea dera anaweza kupiga hata risasi. Umwambie sijui wigi sijui nini sijui cha kike mtagombana. Yaani inamaanisha kabadilika kwa kiasi kikubwa. Mtu ukimwambia basi kabadilika, mtu hawezi kufanyaje kukuamini. Kama huko kwenye picha zetu ambazo video zetu zinavyotrend huko, kila mtu ana comment ambacho anachojua yeye kwamba hivi sijui nini. Lakini mimi ndo najua wanaume wa huyu. Yaani ndo najua ipoje na najua thamani yake. Ila mtu akitaka kuuliza akuulize wewe. Aniulize mimi.
Sijaji, unataka kujua Abasi ni mwanaume sio mwanaume? Anijaji mimi. Yaani mimi ndo najua wanaume wake na mimi ndo ananiridhisha. Yaani hicho kitu hata kama sio mimi, hata mtu mwingine labda shoga labda na tomboy wanatembea na mahusiano, usikae ukaamini eti kwamba eti ule shoga ndo mtoto wa kike, tomboy ni mwanaume. Hicho kitu hakipo. Yaani mwanaume ni mwanaume na mwanamke ni mwanamke tu. Hata ufanyaje, tui itabaki kuwa tui, maziwa itabaki kuwa maziwa. Yaani vitu vili tofauti. Rangi ni moja. Sawa. Bila hapo pamoja na kuna comment, kuna vidole pia vya watu. Amuishi ndani tu. Mnatoka, mnaenda sokoni, mnatembea, mkitaka kwenda sehemu mnaenda. Unawezaje kukabiliana na vidole ambavyo labda unanyoshewa na watu mbalimbali ambao wanawafahamu kupitia video ambazo wameziona mitandaoni na hawaujui ukweli ambao wewe unaufahamu? Yaani cha kwanza kwamba maneno hayamui mtu, afu maneno hayakutoboi, afu maneno wala kufanya kitu chochote vile. Mtu utaongea sawa. Ndio mtu utaongea maneno mabaya kumhusu mume wangu, nitajisikia vibaya. Lakini mimi kitu kitabaki ambacho ukweli na ujua mimi. Maneno kawaida tu. Nimesemwa na watu wangapi kutoka tumboni kwa mamangu mpaka umri unafikia. Nimesemwa na watu wengi. Na maana sijatoboka sehemu, acha waongee tu. Wazidi kuongea, ila mimi ndo naujua ukweli wa Abasi na naujua wanaume wake. Kwa maneno kawaida tu, waongee mpaka basi. Hapo nilikutana na mtu mmoja kwenye comment alisema huyu binti aliyeolewa hamjui Abasi na hayupo TikTok. Yaani walikuwa wanamaanisha kwamba haujaona labda video za Abasi, haujaona, kwa sababu watu wanasema labda atakuwa ameolewa, hajawahi kumuona kabisa. Kwa upande wako wewe, umemjua Abasi na umeolewa na Abasi ambaye ni wa TikTok, ambaye ni mtu ambaye alikuwa vile na wewe uko naye na unaujua ukweli wote. Nataka kufahamu kwa upande wako wewe binafsi kabisa kutoka moyoni, kitu ambacho unatamani kumwambia Abasi, kwa sababu maneno ni mengi na wewe sidhani kama unatamani kuaibishwa. Unatamani kumwambia nini? Yaani nachomwambia mume wangu, kama kweli tumeamua kubadilika, tubadilike kweli, tubadilike serious. Yale mambo ya nyuma ambayo tulikuwa tunafanya, kwa sababu mwenyewe nishafanya ujinga wangu sana. Japo ndio kanipenda hivyo hivyo, yeye mwenyewe kafanya ujinga wake sana, nimempenda hivyo hivyo. Tubadilike kweli mume wangu, tuanze na moja, yani tunaanza kurasa mpya. Mwanzo tulikuwa tunaishi mawala, tulikuwa watoto, ila sasa hivi tushakuwa watu wazima tayari. Kwa hiyo yale mambo ya nyuma ambayo tuliamua kuyaacha, basi tuyaache kweli ya basi. Sasa mume wangu, mimi nampenda sana Abasi, ndo babangu, baba watoto wangu yani, ambaye nambebea kijacho chake tumboni. Tuseme hivi, mimi kama Bileila yule wa zamani, ulikuwa nani ile jina lako la AK? Doni. Sawa. Mimi nimeachana na utomboy, si ndio? Ndio. Sawa. Turudi kwa Abasi. Abasi, nataka kufahamu maamuzi yako ya kuamua kuziacha video na picha ambazo uliwahi kurekodi kipindi ambacho ulikuwa unaishi hayo maisha. Sababu ni nini ambayo imekufanya wewe ukaamua kuziacha tu, na kama kuna zingine unafuta taratibu lakini bado zipo nyingi? Sababu ni nini? Sababu niliamua kuzifuta kutokana na nini? Yani nataka kwanza niwe fundisho na niwe yani watu waige mfano wangu. Kwa sababu yani kwa wasichokijua, yani napenda kuhostia kwanza watu kwanza wenye tabia kama za kwangu. Maisha magumu. Alafu mwisho wake ni mbaya sana. Mwisho wake kwanza ni aibu. Hakuna faida yote, unajidhalilisha. Yani kwa mfano vile ushaamua kubadilika, nilivyoamua kubadilika, mpaka unakuja kusema umebadilika, inakuwa ngumu sana mtu kukuamini. Kwa sababu mimi napata changamoto ya binadamu kuniamini. Hawezi kuniamini na kutokana na tabia zangu. Kwa hiyo watu wenzangu kama mimi, naomba mimi niwe mfano wenu, naomba mimi niwe balozi wenu kuwaambia hicho kitendo sio kizuri, yani hakifai. Bora mbadilike mapema, kwa sababu maisha ya mbele hapo na maisha ya mbele ni magumu sana. Kutokana mimi binafsi kipindi nataka kuoa nipata changamoto sana kubwa, kwa sababu upitie kwa maustazi, kwa mshenga. Maana hamna mtu mshenga anaweza kubali kwenda kuna ni watu kibao wanaweza kuongea, watu kibao wanaongea maneno yao mwingine ya kweko. Wewe mimi binafsi maneno nimeyazoea, mshenga hajayazoea, au mtu mwingine binafsi asiyajua hajayazoea. Kwa hiyo inakuja kuwa ngumu. Kwa hiyo jamani, tuacheni hizo tabia mbovu, tubadilike. Mungu yupo. Alafu kiamua kubadilika, unabadilika kwa maamuzi yako. Japo kuwa mimi binafsi siwezi kumforce binadamu wenzangu waniamini kama nimebadilika. Ila kwa Mungu anaona kabisa nimefanyaje,
nimebadilika na mimi ninabadilika hasa kwa vitendo. Binafsi hapo zamani sikuwa na majukumu, nilikuwa najijali mimi kama mimi. Sasa hivi na mwanamke naishi naye. Pia maisha yameenda yamebadilika, na kanibebea mimba. Na maana bado mtoto atazaliwa pia na mimi nitakuwa baba. Kwa hiyo nitakuwa baba ambaye ni kuwa baba ovyo. Mwanangu sasa ataniita baba au ataniita mjomba. Kwa hiyo sasa yani mimi tunapenda kuwashauri kwamba tubadilike. Alafu pia na kwa binadamu wenzangu wanapenda kucomment upumbavu, ujinga. Hasa kwanza tuseme ni wanaume wenzangu, kwa sababu wana comment hivyo sana sana wanaume. Hebu wanaume kuweni na akili kwanza, badilikeni.